Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewapongeza wanawake nchini Tanzania kutokana na mchango mkubwa unaotoa katika kukuza uchumi wao binafsi na taifa kwa ujumla. Mkuu wa KKKT Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa ametoa wito kwa watumishi wa kanisa kufanya kazi kwa bidii na kutoa maamuzi kwa haraka ili kuendana na kasi ya ulimwengu huu wa kidigitali, kwani dunia inabadilika kila kukicha. Chama cha wanafunzi wa Kikristo vyuo vikuu nchini TAFES kimeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuwajenga vijana kiroho pamoja na kuandaa kuwa viongozi bora wa baadaye. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo anatarajiwa kuwasili hii leo nchini Angola, ikiwa ni kituo cha 3 cha ziara yake barani Afrika. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewapongeza wanawake nchini Tanzania kutokana na mchango mkubwa unaotoa katika kukuza uchumi wao binafsi na taifa kwa ujumla, ambapo zaidi ya 50% ya biashara ndogo na za kati zinamilikiwa na wanawake. Hivyo inaonyesha wazi kuwa injini ya uchumi wa taifa inaendeshwa kwa kiasi kikubwa na wanawake. Ameyasema hayo katika hotuba yake aliyoitoa kwenye mkutano wa wafanyabiashara wadogo na wakati na maonyesho ya uwekezaji na biashara yaliyofanyika jijini Arusha, ambapo ametumia fursa hiyo kusisitiza kuwa uchumi jumuishi huchochea amani na mshikamano katika jamii, na kwa sababu kitendo cha ushirikiano wa pamoja kinawezesha kubadilisha hali ya uchumi na kufikia maendeleo jumuishi kwa wote. That our government is committed to and will always work together with them in all prepared actions that enhance their visions. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema kuwa wizara yao itahakikisha inaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wafanyabiashara wadogo na wakati pamoja na wawekezaji ili waweze kukua na kutoa mchango wenye tija katika kufikia uchumi wa dola trilioni 1. Of achieving the DILA 2050 targets, we have every reason and every responsibility to make it happen. Allow me to express again my deep appreciation to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her outstanding leadership and an unwavering support to our office. Naye Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema serikali imeweka mkazo katika kukuza sekta ya biashara ndogo na za kati ili ziweze kuchangia kikamilifu katika ukuaji wa uchumi, ajira na mapato kwa taifa yatokanayo na kodi, huku akisisitiza umuhimu wa urasimishaji wa biashara. I would like to assure you all that the government is committed and will continue pushing for streamlined technology-enabled services and coordinated regulatory environment so that compliant businesses spend more time producing and selling and less time in navigating bureaucracy. Aidha, amebainisha kuwa serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kurahisisha taratibu, kuimarisha mifumo ya usajili na kulinda ubunifu ili kuwafanya wajasiriamali waaminike. Mkuu wa KKKT Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa ametoa wito kwa watumishi wa kanisa kufanya kazi kwa bidii na kutoa maamuzi kwa haraka ili kuendana na kasi ya ulimwengu huu wa kidigitali, kwani dunia inabadilika kila kukicha. Nakuingiza kazini rasmi wewe Rogati Lewis Mole kwa katibu mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Simame sasa ukaitende kazi ya Mungu. Nakutangazia kuwa sasa umestaafu rasmi utumishi wako, tena umestaafu kwa heshima, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Rai hiyo ameitoa wakati akimwingiza kazini katibu mkuu wa KKKT Rogati Mole
sambamba na kumstaafisha kwa heshima katibu mkuu wa misioni, uinjilisti na mawasiliano KKKT Mchungaji Lazaro Roho, pamoja na kuwaingiza kazini viongozi waandamizi ambao ni naibu katibu mkuu utawala na fedha CPA Adrian Olotu na naibu katibu mkuu misioni, uinjilisti na mawasiliano Mchungaji Godfrey Walalaze na mwandishi wa KKKT Bwana Fabian Adayo katika ibada maalum iliyoongozwa na mkuu wa KKKT na kufanyika katika usharika wa Angarnarok KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati mkoani Arusha. Dunia inabadilika, kanisa linabadilika nawe unatenda na wakati. Kwa hiyo twende kwa wakati, na ndio kitu tunataka kusisitiza kwenu ninyi ambao mmeingia kazini na mlioko kazini, kufanya kazi kwa kujua kwamba dunia inabadilika, lakini neno la Bwana lile lile, Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Aidha, katika ibada hiyo Askofu Dr. Alex Malasusa amezindua rasmi mfumo utakaowasajili washarika wote wa KKKT. Napenda kutangaza sasa kuwa mfumo huu umezinduliwa rasmi katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na mtaalamu wetu tungependa kumpa mkono, amefanya kazi kubwa sana katika kutengeneza mfumo huu, na pia naibu katibu mkuu kusimamia kazi hii na kutekelezwa. Na nimeambiwa kwamba unaweza ukajisajili hata kwa kutumia simu yako, kompyuta yako, kompyuta mpakato na chombo chochote ambacho kinaruhusu kuingia katika mfumo. Na mfumo huu umesajiliwa. Kwa hiyo usiwe na mashaka. Karibu, utapata matangazo yote ya kanisa, utapata na habari zote za kanisa. Mungu abariki kazi yake. Amen. Awali akihubiri katika ibada hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kusini Njombe, Askofu Dr. George Fihavangu ameeleza umuhimu wa viongozi wa kanisa kusimamia na kulinda mfumo wa kanisa, huku Godfrey Kilimba, mtaalamu wa mfumo kutoka Dar es Salaam Tumaini University DATU, akieleza kuwa mfumo huo unaweza kuwasajili washarika wote wa KKKT. Kiongozi kazi yako ni kuunda au kusimamia mfumo, na kama kweli katika kila kona mfumo ukikaa vizuri na ukasimamiwa vizuri, mambo hayawezi kuharibika kwa urahisi. Sasa kama mfumo, kila sehemu ya mfumo itafanya kazi inavyostahili, tumefaulu. Lakini mara nyingi unakuta kwamba mifumo yetu inaharibiwa. Sasa hivi tunaingia kwenye digitalization, kuingia kwenye mfumo wa kidijitali. Manake lazima mifumo yenyewe hii yenyewe ya analogia iweze kufanya kazi vizuri. Kitakacholinda mfumo ni uaminifu. Uaminifu ukiwepo, tupo salama. Na uaminifu unajengwa kwa kumwogopa Mungu kwa vitendo. Mfumo huo uko tayari na unaweza kusajili washarika wote. Tunaomba askofu uweze kuzindua rasmi kwa kufanya maalum na pia kujisajili kama memba wa kwanza katika mfumo huu, na washarika wote waweze kuendelea na usajili. Akitoa itikio kwa niaba ya viongozi walioingizwa kazini, katibu mkuu wa KKKT Rogati Molel ameshukuru kwa ushirikiano uliopo ndani ya KKKT, huku naibu katibu mkuu misioni, uinjilisti na mawasiliano anayemaliza muda wake Mchungaji Lazaro Roho akieleza baadhi ya changamoto alizokumbana nazo wakati akiwa kazini. Tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa halmashauri kuu ya kanisa kwa kutuamini kutumika katika nafasi hizi kubwa kabisa katika kanisa letu. Tunatambua dhamana na imani kubwa ambayo kanisa imeweka kwetu na matarajio makubwa ambayo kanisa linayo kutoka kwetu. Sisi tunahitaji kutimiza vema wajibu wetu kwa msaada wa Mungu. Maombi yenu na ushirika wenu umetutia moyo na kutukumbusha kuwa hatutembei peke yetu katika huduma hii ambayo
tumepewa kuitimiza. Nikikumbuka maeneo tuliyopita, kikao kigumu cha pale Nampula Msumbiji cha mkutano mkuu wa kanisa, katika transition ya kumkataa askofu na kumpata mwingine, ilikuwa jambo gumu sana, ambalo mimi na baba askofu Swahili wa Afrika ya Kusini tulisimama kidete. Kikao cha bodi ya Kongo, ambako karibu maaskofu wapambane mbele yangu, nilikuwa mwenyekiti wa bodi hiyo, haikuwa jambo rahisi. Miongoni mwa maeneo machache ambayo ninakumbuka ni magumu sana. Safari ya kutoka Kigali kwa teksi kwenda Bukavu, Kongo, na siku hiyo nilikuwa mgonjwa, nikawa na wasiwasi katikati ya pori kubwa na milima ya Rwanda kwamba huenda sasa nimeangukia miongoni mwa Interahamwe, lakini Mungu alijibeba. Kutoka hapa katika kanisa hili la Engare Narok lililo sehemu ya KKKT Diocese ya Kaskazini Kati, mimi ni Elihuru Machao. Na sasa, mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele, tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ametoa rai kwa wananchi kuandaa utaratibu wa kufanya mazoezi kwa kutambua kuwa wananchi wenye afya bora ni mtaji katika kuongeza nguvu ya uzalishaji na kuliletea taifa maendeleo. Ameyasema hayo katika mashindano ya Bunge Marathon 2026 yaliyofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ambapo lengo la mashindano ni kuendeleza ushirikiano na mshikamano uliopo kati ya watumishi wa serikali wakiwemo wabunge na wananchi katika kuhakikisha wanaishi kwa kuvumiliana, kushirikiana na kujenga nidhamu ya kujituma wakati wowote wawapo katika majukumu ya kiserikali na kijamii. Marathon hii ni nyenzo inayounganisha taasisi na jamii ya kujenga afya bora, urafiki na mshikamano wa kudumu. Huu ni mfano bora wa namna taasisi zetu ikiwemo Bunge na nyinginezo zinavyoweza kushirikiana na wananchi katika kujenga taifa lenye afya bora na mshikamano, kama inavyotukumbusha kauli mbiu ya mwaka huu, umoja wetu ni nguvu yetu. Napenda kutoa rai kwa wananchi wote kuweka utaratibu wa kufanya mazoezi kwa kutambua afya ya mwananchi ni mtaji wa maendeleo ya taifa lolote duniani. Tufanye mazoezi ili tujenge nguvu ya uzalishaji na kuliletea taifa letu maendeleo endelevu. Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amewataka Watanzania kuendelea kuilinda amani iliyopo nchini ambayo inatoa uhuru wa kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo, huku akiwashukuru wadau mbalimbali kwa kufanikisha michezo hiyo. Haya yote niwakumbushe yanafanyika sababu ya amani kwenye nchi yetu. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kusimamia na kuendelea kusisitiza swala la amani Tanzania. Tuendelee kushikamana, tuendelee kupendana, tuendelee kukosoana, tuendelee kuelewana baada ya kukosoana. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Bunge Marathon Festo Sanga amesema lengo la kamati ni kuhakikisha wanatanua wigo mkubwa zaidi na kuyapa hadhi mashindano hayo ambayo yamekuwa ni kiunganishi kati ya watumishi wa serikali na wananchi kutoka mikoa mbalimbali na kutoa fursa zaidi za kiuchumi na kijamii. Sisi kama Bunge tunafanya haya yote kwa maelekezo ya Mheshimiwa Spika, kwanza kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwanamichezo namba moja kwenye nchi yetu. Yeye amekuwa akihamasisha michezo na sisi kama Bunge, kama moja kati ya muhimili katika taifa, Mheshimiwa Spika amekuwa akituelekeza lazima tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa kuhamasisha michezo ndani ya Bunge. Marathon hii imefanyika, lakini pia tuna mabonanza yanayofanyika na michezo mingine ambayo tunafanya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuhamasisha, kuwaleta pamoja Watanzania, na sisi kama Bunge tunayafanya haya kwa kauli mbiu ya kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Kama taifa tunabaki pamoja kupitia michezo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Silent Ocean Limited Mohamed Soloka amewataka Watanzania kuendelea kufanya mazoezi ili kujenga afya ya mwili na akili, lakini pia kuhakikisha taifa linakuwa na watu wenye afya watakaosaidia katika harakati mbalimbali za kuliletea taifa maendeleo. Chama cha wanafunzi wa Kikristo vyuo vikuu nchini TAFES kimeendelea kusisitiza dhamira yake ya kuwajenga vijana kiroho pamoja na kuandaa kuwa viongozi bora wa baadaye kupitia mafunzo mbalimbali yanayotolewa ndani ya taasisi hiyo. Akizungumza katika hafla hii, Benson Lazaro amesema kuwa
Lengo kuu la TAFES ni kuwezesha vijana kuishi maisha yanayompendeza Mungu, huku wakijengea uwezo wa kiongozi kupitia masomo na programu maalum zinazoratibiwa na chama hicho. Aidha, amewaomba wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kujiunga na TAFES ili waweze kunufaika na mafunzo ya kiroho, kukuza vipaji vyao, kujenga nidhamu pamoja na kupata uongozi utakaowasaidia katika maisha yao ya sasa na ya baadaye. Kwa hivyo madhumuni makuu ya TAFES ni kuwawezesha vijana kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na kukulia nafasi ya kumpendeza Mungu na kuandaa kwa viongozi. Tunao viongozi mbalimbali wa kitaifa ambao walipitia TAFES na wanafanya vizuri sana kwenye nafasi zao za uongozi. Kwa hivyo kwenye masomo tunayofundisha hapa ni pamoja na nafasi za uongozi. Tunawafundisha kuwa viongozi bora, maadili ya kiongozi, miiko ya uongozi na yale mambo ya kiroho, kuandaa katika kuwafundisha habari za kukulia wokovu na kumjua Mungu katika maisha yao ya kiroho. Ni huduma ya muhimu sana. Sisi ambao tulikuwa wana TAFES tulipokuwa wanafunzi na sasa hivi ni associate, tumefanyika baraka sana huko makanisani mwetu. Ukienda makanisa yote hapa nchini utawakuta waliowahi kupitia kwenye programu hii ni viongozi wazuri, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni wazee wa kanisa kama mimi pia ni mzee wa kanisa pamoja na kuwa mwana associate lakini mzee wa kanisa. Kwa hivyo ni programu muhimu sana na tunawakaribisha wale wanafunzi ambao wako vyuoni, vyuo vikuu na vyuo vya kati kwa maana ya tertiary colleges. Tunazo hizi program za TAFES. Kwa hiyo na popote ulipo utakaposikia kikundi cha TAFES chuoni kwako, tunakualika uweze kujiunga na kikundi cha TAFES kwa sababu tunazo program nzuri sana zinatulea vizuri na tunaona wadogo zetu wanaokulia kwenye TAFES wanakuwa viongozi wengi wazuri sana na wanafanya kazi nzuri sana ya Mungu. Kwa upande wake mwenyekiti wa TAFES mkoa wa Morogoro amesema wameendelea kunufaika na TAFES kupitia semina mbalimbali, mikutano ya kiroho na mafunzo mbalimbali yanayolenga kuwajengea uwezo na kuimarisha katika misingi ya imani na maadili mema. Hapa tupo kwenye semina na ninao mambo machache ambayo naweza nikakushirikisha kama kijana wangu, hasa katika eneo la leadership ambalo ni eneo ambalo mimi nimenufaika sana kupitia semina hii ya DTS. Nakumbuka mara ya kwanza kuhudhuria semina hii nilikuwa sio kiongozi na kuna mambo mengi kwa habari ya uongozi nilikuwa bado sijayajua, lakini namshukuru Mungu kupitia semina hii nimepata kujifunza mambo mengi kwa habari ya uongozi na hatimaye Mungu akanipa neema na kibali cha kuwa kiongozi wa TAFES Morogoro. Kwa hivyo ni wito wangu kwako wewe kijana kushiriki semina hizi za TAFES ambazo zinaitwa DTS, zinafanyika karibia kila mwaka kipindi cha Pasaka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakuwa kiroho lakini pia unakuwa katika maeneo mengine kama eneo la uongozi kama ambavyo imekuwa. Naye mratibu wa kanda TAFES mkoa wa Morogoro amesema kuwa kwa upande wa mkoa wa Morogoro wamefanikiwa kufikia vijana wengi katika vyuo vikuu mbalimbali, huku juhudi zikiendelea kufanyika katika mikoa mingine ili kuhakikisha wanafikia vijana wengi na kuunganisha madhehebu yote nchini ya mwamvuli wa TAFES. Kwa mkoa wa Morogoro na mikoa mingine ambayo bado tunaendelea kuifikia, kuna mikoa mipya ambayo tunaendelea kuifikia kama mkoa wa Singida, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Manyara. Ni mikoa ambayo tunaendelea kuifikia, lakini kwa hapa Morogoro vyuo ambavyo tunataraji kuifikia na tunategemea kuifikia, kuna chuo cha ujenzi ambako kiko Morogoro mjini, kuna chuo cha mifugo na chuo cha Kilombero. Ni vyuo ambavyo tunategemea kuvifikia ili tuweze kuwaunganisha wanafunzi wote, kwa sababu kama nilivyosema kwamba TAFES inaunganisha madhehebu yote. Tukikutana nia na makusudi ni kujifunza na kuweza kuwafikia wanafunzi. Nao baadhi ya wanafunzi kutoka katika vyuo mbalimbali wameeleza mchango wanaopata kutoka katika TAFES. Lakini nikizungumzia faida za kukaa ndani ya TAFES tangia nimefika chuo mwaka wa kwanza mpaka sasa hivi mwaka wa 3, nimepata faida nyingi sana. Nimejifunza mambo mengi sana kuhusiana na TAFES, nimejifunza kuhusiana na mambo mazima ya uongozi. Nimejifunza vitu vingi of course ambavyo vimenijenga mpaka mimi leo hii kuwa hapa. Nimejifunza masuala mazima ya upendo. Wana TAFES wana upendo sana, lakini pia kuna mafundisho ya kiroho ambayo tunayapata huku. Kwa ujumla TAFES imeendelea kuwa chombo muhimu katika kuwalea vijana wa vyuo vikuu nchini kwa kujengea misingi imara ya kiroho, maadili na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.
Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi na hii ni Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Msaidizi wa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde, Dr. Meshak Njinga amewakumbusha wahitimu wa kidato cha 6 wa shule ya Manou Lutheran Junior Seminary umuhimu wa kutunza ushuhuda mwema na kuwa mfano bora wa kuigwa katika jamii. Dr. Njinga ametoa wito huo wakati wa mahafali ya kidato cha 6 yaliyofanyika shuleni hapo, ambapo amesisitiza kuwa elimu walioipata inapaswa kuakisiwa kwa matendo mema, bidii katika kazi pamoja na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, huku akisema wahitimu hao wanapaswa kuitumia elimu yao kuleta mabadiliko chanya katika jamii pamoja na kuzingatia maadili mema. Ili waonekane wao wamesoma na elimu yao inataminika, basi wajue kuheshimu watu wengine, kwa sababu wanapoheshimu watu wengine ndipo wanapopata heshima yao sawa sawa. Kwa hawa ndio timu na watakia baraka za Mungu na uwepo wa Mungu tembee pamoja nao. Naamini, ni imani yangu hawa wanafunzi wenyewe ni wachache, watakwenda wote chuo kikuu na huko pia wakaonyesha mfano mzuri kama vile wametoka seminari na wakaitangaza seminari yetu vizuri, kwa sababu tunatamani wawe mabalozi wa seminari. Wanaobaki waendelee kusoma kwa juhudi kama walivyosoma hawa form 6 na waendelee kumtumainia Mungu, kwa sababu vyote tunaweza kufanya kwa kupitia Mungu, kwa sababu ndani yake tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo Daudi Kajigili ameonyesha matumaini makubwa kwa wahitimu hao katika hatua yao inayofuata ya elimu, huku akibainisha kuwa shule hiyo imejipanga kuendelea kutoa elimu bora ili kubaki kuwa kioo cha jamii. Mategemeo yangu makubwa kwamba yote ambayo tumeyafanya na mipango yetu na mikakati tulionayo kama walimu na uongozi kwa ujumla, wanafunzi hao watafanya vizuri na shule itaendelea kufanya vizuri, si kitaaluma tu, na hasa kutimiza yale maagizo ya Martin Luther, mwanzilishi wetu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, ambaye anasema shule iwe ni mahali pa kudumisha uadilifu, upendo, maadili na kujifunza kuchapa kazi. Kama neno linasema mkono mlegevu utafuta umaskini, lakini neno linasema tafuteni sana elimu msiache iende zake. Lakini ukisema tena neno linaswambia tena, anasema mtoto anayesoma vizuri maka anajitafutia na utajiri, kwa sababu elimu ndio ngao, ndio silaha ya kupambana na umaskini. Ili uweze kuondokana na umaskini na zile tunasema millennium goals zetu, kitu cha kwanza kabisa ambacho tunakisema ni elimu, kwa sababu elimu ndio ya kuweza kuondoa ule mnyororo wa umaskini, ile poverty cycle. Naye chaplain wa shule hiyo Faraja Makiomo ameeleza kuwa mbali na taaluma, wanafunzi hupatiwa pia malezi ya kiroho yanayowajenga kuwa watu wenye maadili mema na hofu ya Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kwa msaada wa Mungu kuwatunza kimwili, lakini pia tunawatunza kiroho. Mahala hapa ni mahali ambako watoto tunawakuza katika maadili ya Kikristo, tunawafundisha kumjua Mungu na kuishi maisha ya ibada. Na moja ya sifa kubwa ya mseminari yoyote akifika ni ibada. Siku tunaanza na ibada, morning devotion, na jioni tunaimaliza kwa ibada, evening devotion. Na tuna vipindi vya maombi na mafundisho mbalimbali ya neno la Mungu. Baadhi ya wanafunzi waliohitimu akiwemo Milian Mwambungu na Leini Mwalukosia wameeleza kufurahishwa na maarifa waliojifunza shuleni hapo, huku wakiahidi kutumia elimu hiyo kusaidia jamii na kushirikiana katika maendeleo. Toka nimeanza hii shule nimejifunza mambo mengi. Elimu nyingi nimezipata kupitia Manou Seminary Junior Seminary Lutheran. Swala la kwanza ni swala la ibada, kumjua Mungu. Na moto wetu kama unavyosema kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Nimejifunza ibada, kumjua Mungu. Jambo la pili ni utunzaji wa mazingira. Hata ukitusikia tunaimba nyimbo yetu, tutakwambia kwamba mazingira ya Manou ni rafiki kwa ajili ya kupata elimu. Karibu wewe mzazi mwenye mtoto ambaye ni kidato cha kwanza mpaka cha 6, atapokelewa kwa namna yoyote ile, tunakukaribisha sana. Lakini pia jamii itegemee kunipokea mtaani mimi hapa kama mtunzaji wa mazingira na mambo kama hayo. Tunaahidi kufanya mengi kutokana na kile ambacho tumejifunza madarasani, na kila mtu atatumia knowledge ambayo anayo na kuendelea kutoa mchango kwenye jamii.
Jamii itegemee mengi, kwa sababu kama vijana tunakuwa tuna akili ya kujiongeza na kuinnovate mambo mengi, na kama nilivyosema mwanzo kwamba Mano ni sehemu sahihi ya sisi kuendelea kupata hii elimu, na elimu tuliyoipata inaweza ikafanya mengi kwenye jamii. Mahafali hayo ya kidato cha 6 ni ya 27 tangu kuanzishwa kwa shule ya Mano Lutheran Junior Seminary, ambapo mwaka huu wa 2026 wanafunzi waliohitimu kidato cha 6 ni wanafunzi 9 pekee. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na sekta binafsi ikiwemo hospitali ya Aga Khan na wataalamu wa afya kutoka ndani na nje ya nchi inaendelea kufanya jitihada za kuboresha huduma bobezi hadi kufikia mwaka 2030, ikiwemo huduma ya upasuaji rekebishi ambapo mpaka sasa zaidi ya watu 300 wameshapata huduma ya upasuaji rekebishi. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa huduma za afya Wizara ya Afya Hamad Nyembea aliposhiriki katika mkutano wa 10 wa kambi ya upasuaji wa urekebishaji wa viungo unaolenga kurejesha uwezo wa kujongea na kuboresha maisha ya wanawake na watoto wenye majeraha yatokanayo na kuungua, ajali na ukatili wa kijinsia kote nchini. Ni huduma za upasuaji rekebishi. Sasa niseme tu, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi Aga Khan, kwa pamoja tumeweza kufanikisha uanzishaji wa huduma za kibobezi za upasuaji rekebishi ambazo zimeanzia Muhimbili, lakini pia zitaanza kusambaa kwenye hospitali zingine za kanda na hospitali maalum. Sasa hii kwa hakika kwa upande wa Wizara ya Afya tunashukuru sana Aga Khan, wamekuwa marafiki zetu kwa kuweza kutafuta wadau. Tumeona hapa wadau RWI, lakini pia kuna jumuiya ya wanawake kutoka Pakistani. Akizungumza katika hafla hiyo, daktari bingwa wa upasuaji na mkuu wa idara ya upasuaji katika hospitali ya Aga Khan, Dr. Arthur Ali, amesema kuwa mpango huo unalenga kurejesha uwezo wa viungo kufanya shughuli za kila siku. Kambi hii ya reconstructive surgery kama mlivyosikia ni mwaka wa 10 na tuna fahari ya kusema kwamba partnerships ni ngumu sana kuzidumisha kwa muda mrefu, lakini hii ni partnership mojawapo ambayo ni unique kama alivyosema Dr. Tony Zong, kwa sababu sio tu kwamba imeishi miaka 10 bali imeweza kuleta utofauti ndani ya maisha ya Watanzania na pia katika upande wa madaktari na ubobezi wa madaktari Tanzania. Ulimwengu unakwenda kwa spidi sana. Kwa hiyo tunapokuwa na watu kama hawa tunajifunza teknolojia gani mpya na dunia inakwenda wapi na vitu kama hivyo. Nashukuruni sana, huenda nikaongezea tena baadaye, lakini naomba niwaachie. Kambi hiyo imehusisha wataalamu wa afya kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam, taasisi ya Reconstructing Women International RWI na hospitali ya taifa Muhimbili iliyofanyika kwa miaka 10 mfululizo. Umekuwa na faida nyingi. Miaka 10 tulioanza, wakati tunaanza hii program, hatukuwa na madaktari bingwa wabobezi katika sehemu ya upasuaji rekebishi. To improve clinical care for women and children in the communities in Tanzania. We have now shifted our focus. Without them, it won't be able for us to become it possible, especially Queen's Honor, Mr. Abdul Majid. Turejee tena kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Vijana wametakiwa kuweka kipaumbele katika kujenga uhusiano imara na Mungu kabla ya kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na hatimaye ndoa, kama njia ya kuweka msingi thabiti wa maisha ya familia na kupunguza ongezeko la migogoro na kuvunjika kwa ndoa katika jamii. Hayo yamesemwa katika semina maalum kwa vijana wa kike na wa kiume ambao bado hawajaingia katika mahusiano, ambayo imefanyika jijini Arusha ikiwa na lengo la kuhamasisha vijana kujenga uhusiano na Mungu kabla ya kuingia katika ndoa, ambapo mwezeshaji mchungaji David Munene ameeleza kuwa changamoto kubwa inayopelekea ndoa nyingi kuvunjika ni kukosekana kwa maandalizi sahihi ya kiroho na kimaadili kabla ya kuanza mahusiano. Haya mafunzo ambayo tumewapa siku ya leo ni mafunzo ambayo yametokana na neno la Mungu. Ni mafunzo ambayo yamepitia neti ya neno la Mungu. Kumaanisha haya mafunzo yana uwezo wa kuwaimarisha. Pia wewe ndugu yangu, dada yangu, nataka kuwaimarisha uingie katika uhusiano ambao ni wa kimungu, na kama uko tayari katika ndoa, simama katika ndoa yako. Maana Biblia inasema ati ndoa ama nyumba husimama kwa hekima.
Mungu amia, then baadaye tuingie hata kwa kimataifa. Lakini kikubwa ambacho tunataka ni vijana waimarike kwa mahusiano sahihi, mahusiano ambayo ni ya kimungu, na waingie katika ndoa takatifu. Washiriki wa semina hiyo wamepata fursa ya kujifunza, kuuliza maswali na kushiriki uzoefu wao, huku wakihimizwa kuwa na subira na kujijenga binafsi kabla ya kufikiria mahusiano ya kimapenzi, huku wakihimizwa kuyafanyia kazi mafunzo yaliyoyapata ili kujenga maisha bora ya baadaye na ndoa zenye kudumu. Tumejifunza vitu vingi na tunashukuru sana watumishi wa Mungu kwa kutufundisha vitu vingi bila kutuonea haya wala kutuogopa, kwa sababu vitu kama hivyo kuna wazazi wetu ambao walishindwa kuvizungumza au walikuwa wanaogopa kwa sababu labda wanatuheshimu sana au wanaona kama vile hatujafikia umri wa kuvifahamu. Lakini siku ya leo tumefahamu vitu vingi sana, tumefahamu vitu ambavyo hatutaki kufanya tukiwa katika mahusiano. Kwa kifupi niseme semina hii inakwenda kutubadilisha sana, hasa vijana, hasa katika upande wa mahusiano, ili kusudi kutengeneza maagano ya muda mrefu ambayo yatakuja kutuumiza. Semina hii imenibadilisha kwenye eneo la kuhusiana na uchumba. Nilikuwa sielewi kwamba mke unampata vipi mpaka unakuja kutengeneza naye maisha. Kwa hiyo kuna namna yake nimeelewa, nimejifunza na nimeweka akili mwangu. Kwa hiyo nitatembea na huo msingi. Semina hiyo imekuja katika kipindi ambacho jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya kuongezeka kwa ndoa kuvunjika, hali inayochangiwa na mambo mbalimbali kama kukosekana kwa maandalizi ya kutosha kabla ya ndoa, ukosefu wa maadili na misingi ya kiroho, mawasiliano duni kati ya wanandoa, pamoja na vijana wengi kuingia katika mahusiano kwa pupa bila kujitambua. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.